kadhi hayupo. Kwa hiyo amwezi kumtafuta kadhi katika miji ya makufaru isiyokuwa na amir. Huyo kadhi hawezi kutekeleza zile hukumu za kisheria, hududillah haziwezi kufanyiwa kazi. Kwa nini? Mwizi hawezi kukatwa mkono kwa sababu amir hayupo. Akilazimisha yeye mwenyewe, vijana watamvizia kwamba huyu anatukata mkono, kwa hiyo hawezi, lazima iwe katika Darul Islam. Na fatwa anazotoa mufti ni lazima zipitiwe katika jopo ya maulama chini ya amiri, na amiri ndio mwenye kauli ya mwisho, akisema hii ndio kauli ya haki kulingana na dalili na ijtihadi za wanawachuoni. Jambo hili amelisema mufti, yeye analitangaza kwamba wamekaa wanawachuoni na mufti amesema jambo hili itakuwa hivi, basi kwisha habari. Sio hawa mamufti wa sasa katika miji ambayo haihukumii kwa sheria za Allah, ndio unaona mufti hayuko tayari kuutangaza mwezi ambao wazi wazi umeonekana katika moja ya mikoa ya nchi anayoishi. Nani amemrejesha? Kwa hiyo leo mufti anasema kesho sisi ndio tutafunga au kufungua, na kuna watu wanasema leo sisi tunatekeleza saumu ya mwezi wa Ramadhani au tuko katika Idi, kwa sababu mwezi umekwishaonekana duniani na mwezi ni mmoja. Hasa mufti anaenda kinyume, lakini sisi twampinga mufti. Kwa maana gani? Mufti anakuwa na shuruti zimepungua, na uongozi wake si uongozi wa kisheria, ndio maana ya uongozi. Kwa hiyo Allah alipotuamrisha ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum, akikusudia namna hiyo kwamba na viongozi wetu. Maana yake aya hizi mbili, dallati hatani al-ayatani, hizi aya mbili zinaonyesha ala annahu la budda linnasi min waliyi al-amri. Aya hizi mbili katika suratu Nisa aya nambari 59 na hiyo suratu Nisa aya nambari 83. Hizi aya mbili zote zinaonyesha kwamba hapana shaka bali ni wajibu kwa watu wawe na kiongozi, yuwalli shuyunahum, ambaye atawasimamia mambo yao, wa yudabbiru masalihatahum, na ambaye atakuwa anayasimamia maslaha ya hiyo jamaa. Kwa hiyo jamaa lazima iwe na kiongozi, na haya yote tumeyaona katika Uislamu. Ndugu zangu, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumfisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, Waislam wanakuwa. Daulatul Islamia Madina bado ni dhaifu, lakini inakuwa. Hawakukaa wakasema basi kila mtu anajua Qur'ani ataifanyia kazi. Wakamchagua khalifa, amir, maana yake asimamie mambo yao, kwa kuwa amir ni katika sharti ya hiyo jamaa, kiongozi ni katika sharti ya hiyo jamaa, kama ilivyokuwa kuwa. Na hapa tunazungumzia sharti ya imara, sharti ya uongozi, sharti ya uamiri. Ni lazima amiri yapatikane. Kama jamaa inakuwa na aina amiri, amiri wake ni sheitani, na hii itarudi katika jamaa ambayo sio jamaa ya kisheria, ni jamaa inayokhalifu sheria, pamoja na nguvu na shuruti zimepatikana, lakini sio ya kisheria, maanake imeacha zile dhawabiti za kisheria. Kwa hiyo amiri atakuwepo, wadhalika bidalalati al-ishara linnas, kama zilivyoonyesha dalili katika Qur'ani. Pia hatujaona katika sunna, tumeona dalili katika Qur'ani peke yake. Waqala Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, na amesema Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, nitatoa maashirio amesema wapi. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Mujahid rahimahullahu ta'ala, ameelezea Sheikhul Islam katika Majmuu' Fatawa juzuu ya 28 ukurasa nambari 390. Sio maneno yangu haya yanayokuja, ni maneno ya Sheikhul Islam, naye ni mwana wa chuoni katika wana wa chuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Sisi hatuna shaka na yeye, ila mahizbu na watu wa bid'a ndio mshutumu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika akida yake na msimamo katika dini. Asema hivi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, nami nimemnukuu kutoka katika Majmuu' Fatawa, sisi ni matalib mustafidu wa mustafadu, sio ulama. Hatuna uwezo wa kuyafutu masail, lakini tunachukua kwa wale waliofutu, wana wachuoni walioishi katika miji ya Kiislamu. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, yajib an yurafa, ni lazima ifahamike,
anna wilayata amri nnasi min a'dhami alwajibati dini, jambo la kuweka uongozi kwa watu ni katika mambo ya wajib kwenye dini ya Uislamu. Bal la qiyama lidini wala lidunya illa biha, bali dunia haiwezi kuwa katika muhimili wake wa sawa, nidhamu ikaendelea katika adabu na uadilifu, au pia hiyo dini yenyewe ya Uislamu haiwezi kukaa sawa ikiwa amekosekana kiongozi wa kusimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarudia tena, ni maneno marefu, naendelea kusoma. Yajibu an yurafa, ni lazima ifahamike ya kwamba anna wilayata al-amri, kuweka uongozi wa kusimamia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, linnasi, kwa watu, min adham wajibatu dini, ni katika mambo makubwa yaliyofaradhishwa kwenye dini ya Uislamu. Yani kiongozi ni mtu mkubwa sana katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na wala dini na dunia haiwezi kubaki katika hali hii ambayo tunahitajia sisi ibaki, isipokuwa mpaka apatikane kiongozi. Fa inna bana adam, tambueni watoto wa Adam alayhi salatu wasalam, yani sisi, la tatimu maslahatahum, hayawezi kutimia maslaha yao au watoto wa bani Adam, illa bil ijtimai, isipokuwa mpaka wakusanyike, lihajatin ba'dhum ila ba'dhi, kwa haja ya wao kwa wao. Kwa maana ndugu zangu, maslaha yetu sisi watoto wa Adam, kwa maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hayawezi kuwa kamilifu yakatimia isipokuwa mpaka sisi tukusanyike kwa haja yako na mimi haja yangu, haja zetu baadhi na baadhi. Wewe unahitaji kitu fulani kwangu na mimi nahitajia kitu fulani kwako. Hapa ndio tunasema maslaha ya ibn Adam yanaweza kutimia. Wala budda lahum inda al-ijtimai min rasi, na hapana shaka katika mkusanyiko huo, ili yaweze kupatikana manufaa ya dunia yao na manufaa ya dini yao, katika huo mkusanyiko lazima apatikane kiongozi. Asema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, lazima apatikane kiongozi. Hata qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mpaka ikafikia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ameipokea Abu Daud, ni hadithi ya Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivi: idha kharaja thalathatu, wakitoka watu watatu, fi safarin, wanaelekea katika safari yao ya mbali, falyuamiru ahadahum, basi hawa watu watatu watamchagua mmoja wao ili awe kiongozi wao. Ikiwa watu watatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tumchague mmoja kati yetu sisi awe ni amiri wetu kwa ile safari tu. Ikiisha hiyo safari, basi uamiri umekwisha. Aya, vipi majmuu, umma mzima hauna amir, hali yake itakuwaje? Kisha akaendelea akasema tena Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ni katika mwendelezo wa maneno yake, asema wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, yeye na Abu Hurairah wamesema katika hadithi hiyo inayoendana. Hadithi hii ameisimulia Abi Sa'id, ameelezea katika Sunan ya Abi Daud, ameelezea hadithi hii, na Abu Hurairah pia ameipokea hadithi hii. Warawa al-Imam Ahmad fi masnadi an Abdullah ibn Amr, pia al-Imam Ahmad katika masnadi yake ameipokea hadithi hii, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yahillu li thalatha, ay halali kwa watu watatu, yakununa bifulati min al-ard, wako katika sehemu ya mbali ya ardhi, illa amaru alaihim ahadahum, isipokuwa ni lazima wamuweke mmoja wao awe ni kiongozi. Tunaendelea kusisitiza msisitizo wa kupatikana kiongozi katika hiyo jamaa. Maana yetu nini jamani? Kuna wengine ndio Allah waleta sasa hivi hawajaelewa kitu kinachozungumziwa, wanasikia tu jamaa, na hapa tulipofika ni kazi wao kuelewa. Tunasema hivi, jamaa ina sharti mbili, ina kuwa na imara. Kuwa tumeona dalili zake. Sasa imara, maana ya uongozi, ndio tunazungumzia. Kama kiongozi hayupo, ina maana hii sio jamaa, sio jamaa. Ibn Taymiyyah ameweka hadithi hii, kisha akaendelea mbele katika sheria, asema faujaba sallallahu alayhi wasallam ta'mir alwahidi fil ijtimai,
Mtume sallallahu alaihi wasallam amewajibisha kumweka amir katika huo mkusanyiko alqalil alaridhi fi safari, katika mkusanyiko mdogo sana wa watu watatu, tena walioko katika safari. Mtume ameamrisha awepe kiongozi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ikiwa watu watatu wanasafiri wanaenda mbali kwenye ardhi huko, lazima kabla ya kuondoka wakae wamchague kiongozi. Bana, wewe ndio utakuwa amiri wetu. Naam, faida yake kubwa itapatikana kama tunavyoendelea kuona. Akaendelea Ibn Taymiyyah asema katika Majmu'ul Fatawa hiyo juzuu ya 27 ukurasa nambari 390, akasema hivi: hii ni tambihan, ni kama uzindushi, kuwazindua Waislamu bidhalika ala saili anwa'il ijtimaa, ni kama uzindushi kwa Waislamu ya kwamba kila mkusanyiko wa Waislamu ni lazima apatikane amiri, lazima apatikane amiri. Walianna Allah ta'ala aujaba al-amri bil ma'ruf. Kwa nini? Kwa sababu Allah azza wa jal ameamrisha sisi kuamrisha mema, wanahi anil munkar, na kukataza munkar, jambo ambalo sisi husema jambo hili alifanyiki bado. Nani anaamrisha mema na nani anakataza mabaya? Ndugu zetu wa tabligh, jamaatu tabligh, wanajiita jamaatu tabligh. Hii jamaa ya tabligh ni jamaa ya kilugha, jamaatu tabligh. Yani ili iwe ya sheria wangekuwa anakuja mashallah na AK 47, mtu anatembea anakuja nyumbani kwako na mswaki, ukitoka ukaona mtutu mwenyewe utakubali kabla hujafanya mukaddima. Haina haja ya kujielezea sisi tumetoka Bangladeshi, wala haina haja ya kubembeleza nani na nani yuko tayari siku 40. Wewe unatoa mtutu tu alafu unausafisha. Nani yuko tayari kutoka siku 40? Siku 40 msikiti wote mtoke. Tutatoka Sheikh, unakuwa unatoka. Lakini unabembeleza, unawabembeleza watu au unakuwa. Nilikuwa nikiwaambia ndugu zangu, jamani, nyinyi amrishi mema toka jamaatu tabligh inaanza kwa mazingira yetu, hawajawahi kuamrisha mema wala kukataza mambo mabaya. Kwa nini Sheikh? Tunaenda vijijini. Kaambia sawa, amuoni dawa zenu mnavyofanya, tunafanyaje Sheikh? Kaambia nyinyi mnapofika kwa watu kwenye kikundi, mnaanza toa salamu, sisi ndugu zenu tumetoka sehemu fulani, nani yuko tayari pale msikitini, darasa halka inaendelea, ni vizuri kwenda. Mtu anakuambia niko busy, unaondoka, maana unambembeleza. Maana ya kuamrisha, tutaona kuamrisha ni nini, na Waislamu wameanza kuamrisha mema na kukataza mabaya wakiwa wapi? Baina darain, darul makiyya wa darul madaniyya. Walianza kuamrisha mema wakiwa Makka au wakiwa Madina? La, wallahi Waislamu hawakuanza kuamrisha mema wakiwa katika mji wa Makka, la, walianza kuamrisha mema wakiwa Madina. Kwa nini? Wanakuwa na wana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam pengine anaweza kuuliza mtu pale Maka, alikuwa ana si ndio alikuwa amiri? Ndio, lakini alikuwa hana kitu kinaitwa kuwa. Sharti zilipungua. Sharti hizi zinaenda mbili mbili, kuwa wal imara. Ukitoa kuwa ukaweka imara bado sio jamaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Maka hakuwa jamaa. Ndio maana wito ambao walikuwa wanaitwa masahaba ni ya hayuhan nasu, sio ya hayuhal ladhina amanu. Ya hayuhal ladhina amanu, kuna saifu ndani ndugu zangu. Kwa hiyo hawaamrishi mema wala wakatazi mabaya, wanamrai mtu bana, kupenda utafata, kupenda unaacha. Sasa ngoja tuonyeshe watu gani wanaamrisha mema na watu gani wanakataza mabaya. Ibn Taymiyyah anaendelea anasema, walianna Allah ta'ala aujaba al-amri bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi kuamrisha mema na kukataza mambo ya munkar. Wala yatimu dhalika, wala kuamrisha mema na kukataza mabaya hayawezi kufanywa illa, akaweka istithna, illa bikuwatin wa imara, lazima ipatikane nguvu na lazima upatikane uongozi. Nenda, sio maneno yangu, alhamdulillah, maneno ya Ibn Taymiyyah haya, na mimi nimeyanukuu
baada ya kusoma katika Majmuul Fatawa na kutubu za wanawachuoni wa haki wakizungumza jamaa, Allah subhanahu wa ta'ala akanifahamisha kumbe mimi sina jamaa, na mimi nilikuwa katika dhana yako hiyo, lakini kupitia kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliyeishi katika karne ya 6 ya 7 ya Hijra, nikafahamu mimi sina jamaa. Nikiitaka jamaa yenye kuwa na imara, naijua sasa hivi jamaa hii inayotajwa iko sehemu fulani.